walisafiri siku nzima. Pengine umesafiri na Yesu muda mrefu, unashangaa kwa nini umuone, haujamkaribisha. Na nabii anasema wengi wanaogopa ndani kuna makorokoro. Ingia huko ndani. Huwa anaangaliaga simu, mambo yasiyofaa. Majibu kukutana na watu wasiofaa. Ukiwa peke yako. Ile ukiwa na waaminio, una sauti hizi. Kutana na waaminio. Bwana akubariki. Nafiki mkubwa wewe. Yuda. Mkristo ana sauti moja tu. Ukitaka kumjua mnafiki utamwangalia hapa, anaongea sura sauti nyingine, na hapa huyu ni mnafiki. Sauti yako kama ni nzito, weka nzito. Ukitaka kumjua mtu ni mnafiki, mpigie simu. Na umpigie kwenye namba asiyoijua. Sema amen. Sema amina. Ndio utamuelewa ameokoka hajaokoka. Wewe nani? Natafuta nini? Dada, kuna shida gani? Hata kama mwanaume anataka kutongoza, Mkristo afanye hivyo. Natumiwa message za matapeli. Tuma kwenye namba hii. Mimi si watukani. Namwambia asante, sasa karibu ofisini nitakupa, karibu kanisani. Nampa na ramani, nikijua nitapeli. Sasa siku moja akaokoka. Amen. Anaweza kutunza namba yangu, mara nauma koi karibu ya kufa. Mchungaji nakuja. Lakini unashangaa, unaweza kumpigia dada au ndugu, akapokea kwa ukali, mwisho, kumbe mchungaji. Kwa hiyo unaongea na mchungaji mambo mazuri. Mkristo ni mtamu kwa mtu yoyote. Asili yako ya ndani usiifiche. Kama tabia bado ni mbaya, fanya mazoezi. Yesu hataki kukaa nje, ataka kae ndani. Karibu Yesu. Karibu Yesu. Wapiga vinanda wana areji ya kukaa ndani. Mashemasi mwawezi. Hawezi kusikiza neno masaa yote. Mashemasi mnijibu. Mbona siwaoni wiko mmoja tu pale? Wao hawasikiza, wakimaliza kinanda ndio kucheza nje. Uone. Onyo. Tulieni kwenye viti vyenu. Kuna dharura? Okay. Jina Bwana libarikiwe sana. Lakini wana kasumba muda mwingine. Wanamuziki kumaliza muziki, kimbilia nimshukuru ndugu wa gitaa yuko pale. Yeye anaendelea vizuri. Mnampenda Bwana? Alisema ingia ndani, kumekuwa mchana. Kumekuchwa, mchana umekwisha, inaelekea jioni hivi, utaingia. Nao wakamuingiza ndani. Basi alipoingia ndani, aliyafumbua macho yao, alifanya jambo fulani, akasema yeye pekee angeweza kufanya jambo hilo, ila kugeuza kubariki chakula. Angalia jinsi walivyokuwa wasafiri siku nzima. Hapo ndipo wamishonari wameshindwa na kadhalika. Muingizeni Yesu ndani. Usimwache akae nje, Yesu anataka kuingia ndani. Unampenda Bwana? Sasa hebu tuone kidogo, Mungu anisaidie. Sasa jua lile liloangaza kwenye mashariki ndio jua lile linaangaza na magharibi. Sasa hebu tusimame tu kwa dakika moja kuwekea ujumbe huu, kuwekea ujumbe msingi. Tunajua kwamba jua hilo, mfumo wa jua, yani mwana wa Mungu ndio anaitwa jua, alishuka katika mng'ao wa Mungu, wa nuru ya Mungu huko mashariki. Na tumekuwa na miaka 2000 sasa iliyowaziwa na Bwana, na yeye alisema ungekuwa wakati ambao ungekuwa si mchana wala usiku kwa namna fulani, siku yenye utusitusi, lakini wakati wa jioni kutakuwa na nuru. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Sasa kama mkiangalia, Roho Mtakatifu alishuka juu ya watu wa mashariki kwanza, kisha tumekuwa na wakati wa kujiunga na kadhalika, mwisho ameshuka hapa mwishoni tena. Ninaamini katika utakatifu halisi wa Biblia kwamba huu wakati lazima tumuone Mungu yule yule. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa yote nazungumzia kuhusu ustaarabu kuja huku na kadhalika, lakini nataka Mungu atusaidie tumuingize ndani, na kiingia ndani jambo litaeleweka tu. Mnampenda Bwana? Jina la Bwana libarikiwe sana. Ujumbe huu haupaswi kubaki vile ulivyo. Tunataka Mungu apate kuonekana. Mungu awabariki sana. Tunataka tumuone kwa namna gani? Tuone hapa, ndio namna ya kumuona ni hiyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tumuone namna gani? Ni namna hii inayofuata hapa, kama tutaweza kufanikiwa kuisema vizuri. Kwenye ujumbe huu unaitwa mjumbe wa jioni. Tunataka tumuone namna gani? Anasema tutamuona namna gani? 256 anasema kwa vile Bwana wetu alivyokuwa, kumbukeni wakati yeye alipokuwa wakati alipokuwa akiponya wagonjwa. Nabii kijana, jamani, yeye ni jamaa mzuri, labi na asema uhali gani, ulimsalimia. Lakini siku moja yeye aliketi chini akaanza kuambia ukweli, akapata kibali cha kanisa. Asema wale watu maelfu wakamfuata. Alikuwa na wahudumu 70 wakizunguka na mahali mbalimbali wale na kadhalika. Lakini siku moja alipokuwa amegeuza mkate, ama kuzidisha mikate, kuthibitisha kwamba yeye alikuwa ni Mungu, maana Mungu pekee ndiye anayeshusha mikate kutoka mbinguni. Alipofanya miujiza hiyo, watu maelfu kesho yake walimtafuta. Tukibaki kwenye mambo ya miujiza, watu wengi tunaona wamejaa hapa, lakini ukianza kuhubiri ukweli utakimbia. Petro akasema, twende kwa nani Bwana? Wewe unaye maneno ya nini? Ya uzima. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa sikiliza vizuri, anasema unaona, anazidisha mikate wakamfuata. Halafu basi yeye alipofanya hivyo, aliketi chini na kuanza kuambia watu kweli tupu. Eti mnapenda tuseme kweli tupu? Mnataka wahubiri wanaodanganya? Kama sawa, dada, hivi ulivyo unaenda mbinguni. Hata kama hujui ibadani, hata kama usomi neno, hata unasema masengenyo. Tunataka Mungu atusaidie kuwa na watu ambao ni vifaru, watasema ukweli hata kama unaumiza moyo, ndio tunapona. Naona aliketi chini kuanza kuambia kweli tupu. Hao watu wakaondoka. Na wale 70 wakasema, ati ni nani anaweza kusikiza hilo ni gumu. Utayararua yale uliodhani kweli yalikuwa ni kitu kingine. Anasema, wewe ni nani kutuambia mambo haya? Kaanza kumhoji. Ndipo Yesu aligeukia kundi lake dogo, kama katika siku za Nuhu, kama katika siku za Sodoma, kasema, mnataka kwenda pia? Ndipo Petro akasema yale maneno makuu, Bwana, twende wapi? Mungu tusaidie. Angalieni, wakati ujumbe umekataliwa na yeye mjumbe anaonekana ameshindwa, hapo ndipo Mungu anapojitokeza jukwani. Ujumbe wake umekwisha. Wakati wa Nuhu walimkatalia, Musa pia walimkatalia, Danieli pia walimkatalia, lakini wakati wote Mungu anafanya hivyo, na Mungu atusaidie. Nataka nimalize tu sasa, mwisho tumalizie hapa. Mungu anisaidie. Ushahidi wa ufufuo. Tunaweza kumalizia hapo, sitaki kumaliza dakika zangu zote. Ushahidi wa ufufuo. Takomea hapo. Kifungu cha 60. Wanafunzi hao wakasema, njoo kaa pamoja nasi usiku, kwa maana kumekuchwa. Naye akafanya kama anataka kuendelea mbele, lakini wakamshawishi kwa maneno mengine, walimsihi. Laiti tungelikuwa na watu wengi zaidi wanaosihi. Naomba uniangalie napofunga, ndio vifungu vyangu vya mwisho. Niangalie mimi. Yesu haingiagi kwenye chumba cha mtu kwa nguvu. Kusikia asubuhi vitu vyako unavyovitaka anavyo shetani. Wewe una sehemu ya kufanya na Yesu ana sehemu. Kwa hiyo ukifikia anafanya, hafanyi peke yake, hapana. Hata mtoto anapozaliwa sio mama peke yake anazaa.
Eti wamama mnazaa bila mtoto, mnazaje wenyewe? Si mtoto anakusaidia? Mtoto akikataa kusaidia atatoka? Semeni wamama, atatoka? Na yeye anang'ang'ana kutoka na wewe unamsaidia. Sasa na Mungu naye tunapea mbili, tuna vibati viwili, kimoja Mungu, kimoja wewe. Usisahau kumwachia Mungu peke yake. Wewe generator haiwezi kutoa umeme mpaka kipande kimoja cha kibao fulani cha chuma na magnet fulani visuguane. Kwa hiyo wewe na Mungu mkisuguana, mkashirikiana, kuna kitu kinazaliwa. Sasa ili aingie kazini kwako, ili aingie kwenye maisha yako, lazima umshawishi. Mtashangaa, mtaanza swali, Mungu naye anashawishika? Ndio. Kama mtu umkaribishi nyumbani, ataingia? Umesimama mlangoni kwako hivi, umeshikilia hivi mlangoni, umeshikilia hivi, uko tu hapa, mwambie uko tu, ujambo, habari za siku, niko hapa. Lakini itakulazimu kumkaribisha, ufungue mlango na umwambie karibu. Na akiingia huko ndani, nabii anasema hataki azuiliwe chumba chochote. Huku jikoni usiende, no. Kwenye friji kuna nyama, usiende. Kuna sausage, wewe komea sitting room. Yesu anapoingia, mwache atawale. Kuna wengi mnamwekea mashati magumu, hiki ataingia hapa, haingii hapa, atafika hapa, afike. Mwachie. Najiweka, tawala Bwana, nishughulikie Bwana. Lakini lazima umsisitizie, umbembeleze, ingia Bwana. Roho Mtakatifu alishuka kwa Kornelio sababu alifika kiwango cha kuwa mtaua. Mtaua ni mtu anaishi kama Mungu, ndio maana hakuomba. Haleluya! Lakini kama utamsii, ingia huko ndani. Ndani sio chumbani kwako, chumba cha Mungu ni moyo wako. Wewe ni hekalu la Bwana, anatembea huko ndani, anakula pamoja na wewe, lakini lazima aingie. Hawezi kuingia hivi. Sema dada, ndugu, unajua Biblia inasema Roho Mtakatifu awatie alama wale tu wanaougua na kulia kwa ajili ya machukizo yanayofanya mjini. Ni hapo tu ndugu, ni hapo. Angalia mwenyewe, naona wanaolia kwa machukizo kiasi. Sasa nataka kuulizeni swali. Tunafanya miemko mingi juu ya mawazo yetu ya kidini, lakini ni nani aliye mjini mchana wa leo katika Mtongani au Jeffersonville ambaye anauhangaikia sana ulimwengu uliopotea katika siku hii ya mwisho, ambaye hutumia hata dakika 30 usiku akiomba kwa ajili ya dhambi za mji? Mungu ashukuriwe sana. Saa zingine ushapata ujumbe basi, na watu wengi wakipata ujumbe wanawacheka wasiopata ujumbe. Madhehebu mapumbavu sana. Wewe ulikuwa kule, upumbavu ulitolewa kule. Nabii anauliza ni nani ambaye anaweza kutenga dakika 30 analia juu ya Kariakoo? Eneo lako unakaa linaweza kuokolewa kama unaomba. Sikia vizuri, wape mfano mzuri. Niangalia mimi vizuri. Hii njia unaiona hii leo, unaiona hii, haikuwa hivi. Hakuwa na gari napanda huko juu. Hii njia kulikuwa na washa magari hapo chini zaidi ya 100 zaidi. Ukipita na kabegi kako tu hivi, naomba begi yako, ndio unaenda na mwenzako kwa nyuma, unasikia kama kikipanga shaye imeza na Biblia yako. Nyuma ya pikipiki umepanda kwenye gari, wanaingia. Dada Oliva yuko hapa? Hajafika leo. Hajafika. Dada Oliva ni afande, alikuja hapa akiwa meja wa kuvaa kokoro mkononi. Kuja hapa na amri za kijeshi. Siku moja hawawezi hapo njiani, walimtia kashikashi, akarukia gari asiyolijua. Sema amen. Nikawaambia hapo tuombe, Bwana amesema ni hapa ndipo nitakapofanikiwa. Amen. Sasa nitafanikiwaje? Watu wangu ndio sisi, ni kondoo, kupigana tuwezi.